Simba janja sana. Pengine hivyo ndivyo unavyoweza kusema kuhusiana na kile ambacho wekundu wa Msimbazi Simba wamekifanya. Ni kwamba wamemtangaza rasmi mchezaji wa kimataifa kutoka Senegal, Libasse Gueye, kama miongoni mwa wachezaji wa wapya katika kipindi hiki cha usajili wa dirisha dogo kwa msimu 2025-26, na matarajio ni kwamba mara moja ataanza kuitumikia kwa ajili ya ligi kuu Tanzania bara ambayo Simba wamebakiza michezo 25, lakini kuna kombe la shirikisho la benki ya CRDB, kuna ligi ya mabingwa barani Afrika. Simba wako kwenye hatua ya makundi kwenye kundi D, hawafanyi vizuri baada ya mechi mbili za awali kupoteza zote, wako mkiani, lakini nafasi ya kusonga mbele wanayo kulingana na matukio tutakayopata kwenye mechi 4 zilizobaki za hatua ya makundi. Sasa ni hapo ndipo unapoona kwamba Simba wamefanya ujanja mwingi katika usajili huu chini ya kocha Steve Barker, raia wa Afrika Kusini. Ni kwa sababu gani? Huyu Libasse Gueye, mchezaji wa kimataifa kutoka Senegal, inafahamika wazi kwamba nafasi yake ni winga ambaye anaweza kucheza upande wa kulia, upande wa kushoto, kulingana na mpango kazi wa mwalimu Steve Barker na benchi la ufundi la Simba. Ndio umri wake ndio kwanza ana miaka 22. Libasse Gueye huyu guu lake lenye nguvu zaidi ni la kushoto, inafahamika vizuri na tumeshawahi kumjadili kupitia jukwaa hili la Mbwaduke Stats Sport Next Level, lakini hucheza zaidi kutokea upande wa kulia kama inverted winger, kwa maana kwamba guu lake lenye nguvu la kushoto lakini anatokea upande wa kulia. Kwenye mfumo wa Simba kwa mfano wa baada ya golikipa kuwa na walinzi wanne, viungo wale wa ukabaji, viungo 3 washambuliaji, mshambuliaji kinara mmoja, au wakati mwingine kutumia baada ya golikipa huwa na walinzi wanne, viungo 3 na washambuliaji 3, Libasse Gueye huwa anaweza kucheza vizuri zaidi katika miongoni mwa hawa watatu, akitokea upande wa kulia wa timu yanayoichezea. Hapa tunazungumzia Simba, kwa lugha nyingine winga wa kulia, lakini anaweza kutumika pia katika hawa watatu kutokea upande wa kushoto, awe kama orthodox winger, kwa maana kwamba anatoka upande ambao guu lake lenye nguvu ndipo lilipo, au kucheza nyuma ya mshambuliaji kinara katika wale watatu, yeye kutokea kati akiwa kama nambari 10. Lakini Libasse Gueye sifa yake kubwa mojawapo, uwezo wa kupiga chenga, kasi, mashuti na kutoa pasi zenye kufika kule anakozipeleka. Sasa kwa nini nasema Simba janja sana? Wamesajili kijanja mno kuhakikisha wanapata matokeo mazuri katika michuano inayokabili, ni pamoja na kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika, CAF Champions League. Tunafahamu vizuri kwamba Simba kati ya tarehe 23 mpaka tarehe 30 watacheza mechi mbili za back to back dhidi ya Esperance de Tunis. Ni mechi ambazo zitatoa mwelekeo wa Simba katika ushiriki wao kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika kwa msimu huu. Ni mechi ambazo ima Simba watatakiwa wasipoteze, bali wapate matokeo chanya, na ikibidi kushinda walau mchezo mmoja au kushinda yote. Kwa mipango hii inahusisha wachezaji kama Libasse Gueye, mchezaji ambaye inaelezwa wekundu wa Msimbazi Simba ametumia fedha nyingi kumpata. Ni dhahiri kwamba Simba ina uwezo wa kupindua meza kibabe katika kundi lake kwa kupata matokeo mazuri, kwa kushinda dhidi ya timu ngumu ya Esperance de Tunis na hatimaye kurahisisha mwendo wao watakapocheza dhidi ya Petro Atletico ya Angola kule nchini Angola, na kisha kucheza nyumbani dhidi ya Stade Malien, kupata matokeo mazuri na kusonga mbele kwa kuwa miongoni mwa timu mbili za juu kwenye kundi lao, kufuzu kwa hatua ya robo finali ligi ya mabingwa barani Afrika msimu huu, kama walivyowahi kufanya msimu 2022-2023 pale walipopoteza mechi mbili za awali kwa kufungwa na Raja Casablanca kwenye mechi ya pili 3-0, kwa kufungwa katika mechi ya kwanza dhidi ya Horoya kule Guinea 1-0, lakini mechi 4 zilizobaki walishinda back to back dhidi ya Vipers ya Uganda. Halafu baadaye wakaja Horoya wakawapiga goli nyingi 7, Simba wakasonga mbele kwa hatua ya robo finali. Sasa ni timu tofauti, hakuna Vipers kwenye kundi lao, hakuna Horoya, lakini kwa mtindo ule ule, kwa spirit ile ile, Simba wanaweza kufanya vizuri, na miongoni mwa mipango ya kufanya vizuri ni pamoja na kwa kikosi bora. Kikosi bora kinahusisha wachezaji bora akiwemo huyu Libasse Gueye. Ni kwa sababu gani nasema kijanja? Mechi zao za maamuzi katika ligi ya mabingwa dhidi ya Esperance de Tunis zinamaanisha kwamba ni pamoja na kukabiliana na mabeki wa pembeni wa Esperance de Tunis, na hasa beki wa kushoto Amin Ben Hmida, ambaye yeye katika mechi iliyopita waliocheza dhidi ya Petro Atletico na kupata sare ya 1-1 kule nchini Angola alicheza vizuri sana. Huyu Amin Ben Hmida, raia wa Tunisia, ni beki wa pembeni kushoto, ni left back ambaye umri wake ni miaka 30, lakini ambaye guu lake lenye nguvu zaidi ni la kushoto. Huyu ni left footer Ben Hmida. Katika mechi hii dhidi ya
Petro Atletico ya Angola alionyesha uwezo mkubwa katika mechi hiyo kwa kuwa anapanda mara kwa mara na ndiye aliyetoa assist katika mechi ambayo iliisha kwa sare ya 1-1. Lile bao lao alilitengeneza yeye kwa kutoa assist. Ni mechi ambayo yeye alikuwa miongoni mwa vyanzo vya matatizo kwa Petro Atletico ya Angola pindi Esperance walipokuwa wakishambulia chini ya kocha Mahar Kanzari. Yeye amechangia kwa kiasi kikubwa kwenye mechi hii. Timu zote zipiga mashuti 10-10, lakini Esperance walipiga mashuti 5 ya kulenga shabaha. Esperance waligongesha nguzo mara moja, matokeo yake mechi ikaisha kwa sare ya bao 1-1. Maeneo yaliokuwa tishio zaidi ni upande wao wa kushoto, mashambulizi ambayo yalikuwa yakijengwa hasa na beki wao wa kushoto huyu Amin Ben Hamida. Sasa alifanya nini zaidi ni katika mchezo huu mbali na kutoa assist? Amin Ben Hamida ambaye wapinzani wa Esperance de Tunis wakiwa Simba bila shaka lazima wawe na mpango kazi wa kudhibiti makali yake. Ni kwamba katika siku hii aligusa mpira mara 65. Ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, na kukumbushia alichokifanya Amin Ben Hamida ili kuonyesha ni kwa nini Simba wamefanya usajili wa akili sana kwa Libase Geye. Ni kwamba miguso hii 65 ilihusisha utoaji wa pasi. Alitoa pasi 37, kati ya hizi 29 zilifika, na katika hizi 29 zilizofika 15 alizipiga katika nusu ya pili ya uwanja kwenye opposition half, kwenye eneo la Petro Atletico, ambayo hapa ukiangalia vizuri ni kana kwamba pasi alizozipiga zikafika katika nusu ya pili ya uwanja. Kwa lugha nyingine, yeye ni beki wa kushoto ndio, lakini cheza yake huwa yuko too offensive, anapanda sana, na ndiye chanzo cha matatizo, kwa sababu anapokwenda juu anatoa fursa kwa wachezaji wao wa viungo wa ushambuliaji kutokea kushoto kuingia ndani, kuongeza idadi ya washambuliaji pale kati wakiungana na kina Florian Danyo, ili yeye aongeze mapana ya uwanja na kumfanya beki husika, beki mbili wa timu pinzani, ashindwe kushirikiana na winga wake kwenda kutengeneza mashambulizi, kwa sababu anafanya webize sana. Akizubaa yeye ndo anaweza kutengeneza hatari, ikiwamo bao alilotengeneza. Sasa huyu Ben Hamida anadhibitiwa vipi? Ni pamoja na kukumbana na winga wa timu pinzani mwenye uwezo mkubwa, na Simba wamefanya hivyo. Wamemleta Libase Geye. Ni kweli Simba upande ule wa winga wa kulia wanao wachezaji wenye ubora wa juu pia. Tunazungumzia Mohamed Bajaber, amepona hivi karibuni. Huenda Simba wanajua asiwe na athari sana wanapocheza na wachezaji wenye kiwango bora cha juu kama Amin Ben Hamida, ilhali inafahamika wazi kwamba yeye ametoka kuugua. Lakini wana Kibu Denis Prosper bado hajawa na yale makali yake yaliyofahamika. Wana Ladak Chasambi bado hajakliki kihivyo, ingawa naye ana ubora wa hali ya juu. Sasa unafanyaje? Unamleta Libase Geye ambaye kama anapata nafasi siku hiyo chini ya kocha Steve Becker, ule upande wa kulia wa Simba katika kushambulia anakwenda kukutana na Amin Ben Hamida ambaye akipangwa anakumbana naye. Libase Geye urefu wake ni wa around futi 5, kati ya futi 5 na inchi 10, anakwenda kukumbana na Amin Ben Hamida pindi akipangwa mwenye urefu wa futi 6. Ndio nini kitakachotokea? Matarajio ni kwamba Libase Geye atakuwa mwiba mchungu kwa Amin Ben Hamida, na akiendeleza ile tabia yake ya kupanda panda, anaweza kujikuta akipelekeshwa mno katika mchezo huu, kwa sababu kwa umri wake wa miaka 30 atalazimika kushatwa mara nyingi wakati akienda kushambulia kupambana na Shomari Kapombe. Kuna balaa la Libase Geye ambaye anaweza kuleta madhara makubwa kwenye upande wao. Libase Geye miongoni mwa sifa zake ni uwezo mkubwa wa kukimbia na mpira, kupossess, lakini wakati huo kudribble, kwa sababu katika michuano ya CHAN ambayo aling'ara sana na kuwa mchezaji bora wa mchezo katika mechi mojawapo, na ambaye alisaidia Senegal kupata bao la ushindi katika mechi ya robo finali kwa pasi yake saidizi ya bao, kuisaidia Senegal kupata sare ya 1-1 katika nusu finali waliokuja kutolewa kwa mikwaju ya penalty na Morocco. Lile bao lililofungwa na Joseph Layous, beki 3 wa Senegal katika mechi hiyo ya nusu finali, lilitokana na yeye Libase Geye kwenye michuano ya CHAN iliyoandaliwa na Tanzania, Kenya na Uganda. Alidribble mipira mara 27, dribbling alizifanya Libase Geye mara 27, kati ya hizo alifanikiwa mara 16, ukiwa ni ufanisi wa around 52%. Sasa yeye akienda kukumbana na mchezaji kama Amin Ben Hamida, matarajio ni kwamba akiwa kwenye kiwango chake bora kile kile chokionyesha kwa michuano ya CHAN, ni dhahiri kwamba Ben Hamida atakuwa na options
takriban mbili tu. Moja, kuhakikisha kwamba hapandi pande, maana akipanda anatoa fursa kwa Libase Geye kumletea balaa na hivyo kwenda kuidhuru Esperance de Tunis ambayo pia inatafuta ushindi kwa udi na uvumba dhidi ya Simba, kwa sababu mwenendo wake naye nao si mzuri. Mechi mbili zote amepata sare. Suluhu dhidi ya Stade Malien wanapocheza nyumbani, 1-1 dhidi ya Petro Atletico kule nchini Angola. Sasa akiwa anapanda panda kama chaguo lake la kwanza, maana yake atatoa fursa kwa Libase Geye kuleta matatizo kwao, akishirikiana na beki wake Shomari Kapombe au yeyote atakayeza beki mbili wa Simba kwa mipango ya Steve Barker. Chaguo lingine kwake ni kuhakikisha kwamba anakuwa man to man na Libase Geye, yani ile ng'adu kwa ng'adu, kwa sababu Libase Geye akiachwa, sifa yake kubwa ni kuchomoka kwa kasi na ana uwezo mkubwa wa kutoa pasi za mabao na kujaribu kufunga. Tatizo lingine atakalo kubana nalo, hata akifanya ile man to man, yeye gula lake lenye nguvu la kushoto, wa kushoto anakutana na kushoto mwenzake, maana yake anatoa fursa kwa Libase Geye kumpita kupitia mguu wake dhaifu wa kulia, wakati akiingia ndani akifanya cut in, tunasema akaingia ndani akifanya hivyo, yeye kama inverted winger Libase Geye, maana yake atakuwa na fursa ya kumchachafya Amin Ben Hmida ambaye guu lake lenye nguvu zaidi la kushoto. Mguu wake dhaifu wa kulia ni njia nzuri kwa Libase Geye kupita. Bila shaka Simba watakuwa kuna mambo mengi wamezingatia katika usajili, lakini small details, taarifa ndogo ndogo kuelekea katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, naona kana kwamba mojawapo ni kuhakikisha wanaenda kumgeuza Amin Ben Hmida, badala ya kuwa nguzo imara ya Esperance de Tunis katika kuzuia na kujenga mashambulizi, awe njia kwa Simba. Na hilo likifanikiwa, maana yake Simba inao uwezo sasa wa kupata kete nyingine ya kuwezesha kupata matokeo dhidi ya Esperance de Tunis, ambapo wakifanya vizuri wanajiweka katika mwenendo mzuri wa kuweza kusonga mbele, kwa sababu vinara wa kundi lao Stade Malien hivi sasa wana pointi 4. Changamoto, Libase Geye atapaswa kuendeleza kile ambacho anatarajiwa. Wapo wachezaji ambao usajiliwa kwa kishindo, halafu wanashindwa kuendana na kile ambacho wanatarajiwa na wapenzi na mashabiki katika klabu ya mpya, kwa sababu mbalimbali, ikiwamo pengine pressure na shinikizo, kwa sababu Simba kwa usajili huu wa Libase Geye ambaye mara ya mwisho alikuwa akicheza katika ligi daraja la 3 kule Hispania, maana yake ni kwamba atapaswa aendeleze makali yake, na ni Libase Geye ambaye alikuwa akiwaniwa na klabu nyingi barani Afrika na nje ya Afrika. Simba wamekuwa vinara, ushawishi wa benchi la ufundi la Simba na management ya Simba kwa hakika umesaidia kwa kiasi kikubwa Libase Geye kuja nchini, na hasa akijua wapo raia wenzake wa Senegal wamewahi kupita Simba wakipata mafanikio, akiwemo Pape Osman Sako, na yeye akitaraji kufanya kama akina Pape Sako na kufanya makubwa zaidi. Sasa anapaswa kuhakikisha anakuwa imara, akisaidiwa na benchi la ufundi, kwamba shinikizo kutoka kwa mashabiki, wapenzi, wanachama wa Simba kutaka mambo mazuri tupo kutoka kwake, na kwa kuzingatia kwamba hajapata matokeo mazuri katika mechi mbili za awali kwenye kundi lao kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika, Libase Geye atapaswa kuwa mtulivu ili mwisho wa siku kipaji chake kiwe na manufaa kwa wekundu wa Msimbazi Simba. Hakika akiendeleza kile ambacho kimeshashuhudiwa mara kadhaa wakati akitumikia timu yake ya taifa ya Senegal na timu mbalimbali zilizochezea, ni dhahiri kwamba Libase Geye kama si kufunga yeye ni mpishi mzuri, na kama sio kutoa assist, yeye ni mvurugaji wa mipangilio ya safu ya ulinzi ya timu pinzani na kuiwezesha Simba kupata fursa nyingine. Fikiria, kuna Libase Geye, halafu kuna kwa Leli Mpanzu Kibisawala kwenye kiwango bora, itakuwa vipi? Halafu Jonathan Soa, Steve Bese Mukwala wawe kwenye kiwango bora, Selemani Mwalimu wawe kwenye kiwango bora katika mipira wavuni. Ni dhahiri kwamba Simba kwa usajili huu kuna kitu kikubwa ambacho Steve Barker mambo yake kimwendea vizuri. Simba wanakwenda kufurahi zaidi kwa usajili wa Libase Geye. Je, itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.